Karibu tena kwenye mjadala wetu. Najua wengi wenu mmekuwa mkiona yale makato mapya ya NSSF kwenye slipu zenu za mshahara. Ni kweli. Na mnajiuliza, hivi hii hela yangu hasa inaenda wapi? Na hii inamaanisha nini kwangu, unajua, kwa maisha yangu ya baadaye? Maswali muhimu sana, na ndio maana tuko hapa leo. Kama ndivyo unavyojiuliza, basi uko mahali sahihi kabisa. Naam, kumekuwa na mabadiliko makubwa kweli, yanayotokana na ile sheria ya NSSF ya mwaka 2013. Sheria ambayo sasa ndio inatekelezwa kikamilifu. La ndio tunachotaka kuchambua leo. Yaani tutaangalia hii sheria ilitoka wapi hasa, inagusa vipi michango yako kupitia huu mfumo wa Tier 1 na Tier 2. Pia ule uwezekano wa kuhamisha sehemu ya michango ile Tier 2 kwenda mipango mingine. Na msingi kabisa, kwa nini kujiwekea akiba ya ustaafu ni jambo la maana sana kwako binafsi. Kabisa, lengo ni kukupa picha kamili, uelewe vizuri zaidi chaguo zako. Sawa, basi tuanzie na historia kidogo. Hii sheria ya 2013 ilikuwa kubadilisha ipi? Ilikuja kubadilisha ile sheria ya zamani sana ya mwaka 1965. Ingawa sheria yenyewe ni ya 2013, unajua utekelezaji wake kamili ulianza rasmi Februari 2023. Kulikuwa na kesi mahakamani na mambo kama hayo. Okay. Ilikuwa mchakato mrefu kidogo. Mrefu kidogo, lakini sababu kubwa ya mabadiliko ilikuwa wazi kabisa. Ule mchango wa zamani wa shilingi 200 kwa mwezi. Shilingi 200. Yaani haikutosha hata kidogo kugharamia maisha ya mtu baada ya kustaafu. Ilikuwa ni kiasi kidogo mno. Kweli kabisa. Shilingi 200 kwa mwezi. Ni wazi ilibidi kitu kifanyike. Kwa hiyo lengo kuu sasa ni nini? Lengo kuu ni kuhakikisha watu wanakuwa na akiba bora zaidi itakayowasaidia watakapostaafu. Na pia kupunguza ule mzigo kwa serikali, watu wakiwa hawajiwezi uzeeni. Na inaathiri waajiri wote. Sheria inamlazimu kila mwajiri ambaye ana hata mfanyakazi mmoja tu, ni lazima atekeleze. Na asipotekeleza kuna adhabu. Adhabu gani kwa mfano? Kuna riba ya 3% kwa mwezi, ambayo inajilimbikiza kwa michango ambayo haikuwasilishwa kwa wakati. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa waajiri kuwa makini. Sawa. Sasa hebu tuingie kwenye kiini cha mabadiliko hizi Tier 1 na Tier 2. Michango imeongezeka, sivyo? Ndiyo, imeongezeka. Sasa tunazungumzia jumla ya 12% ya ule mshahara unaostahili pension. Hii 12% inagawanywa. 6% inatoka kwako kama mfanyakazi na 6% nyingine inatoka kwa mwajiri wako. 12% jumla. Lakini umesema imegawanywa Tier 1 na Tier 2. Hapo sasa, imegawanywa katika sehemu mbili hizo, Tier 1 na Tier 2. Hebu tufafanue kidogo hizi tiers. Tier 1 ni nini hasa? Maana naona watu wanachanganyikiwa kidogo hapa. Sawa. Tier 1 inategemea kitu wanachoita kiwango cha chini cha mapato. Kwa Kiingereza Lower Earnings Limit au LEL. Fikiria kama kiwango cha msingi cha mshahara kwa ajili ya mahesabu haya. Kiwango cha msingi? Kwa mfano, kwa mwaka 2025, hii LEL imepangwa kuwa shilingi 8,000. Kwa hiyo mchango wako wa Tier 1 unakuwa ni 6% ya hizo shilingi 8,000. Ambayo ni shilingi ngapi? Hiyo ni shilingi 480 kwa mwezi kutoka kwako. Na mwajiri wako naye anachanga kiasi kama hicho, 480. Jambo muhimu sana hapa. Mchango huu wa Tier 1, yani pesa hizi, lazima ziende NSSF. Hakuna mjadala hapo. Kumbe. Kwa hiyo Tier 1 shilingi 480 kutoka kwako, 480 kutoka kwa mwajiri, jumla 960 inaenda moja kwa moja NSSF. Sawa. Vipi kuhusu Tier 2 sasa? Tier 2 sasa inahusu ile sehemu ya mshahara wako iliyo juu ya hiyo LEL, shilingi 8,000. Lakini bado iko chini ya kile kiwango cha juu cha mapato, yani Upper Earnings Limit au UEL. Na hicho kiwango cha juu UEL ni kiasi gani? Kwa mwaka 2025, UEL imepangwa kuwa mara 2 ya wastani wa mapato ya kitaifa. Hivyo mchango wa juu kabisa ambao mfanyakazi anaweza kuchanga kwa Tier 2 unaweza kufika shilingi 3,840 kwa mwezi. Na mwajiri atachanga kiasi kama hicho pia. Kwa hiyo mfano mtu analipwa zaidi ya hizo 8,000, sehemu ya ziada hadi kufikia kile kiwango cha juu ndiyo inahusika na Tier 2. Hasa. Na jambo la msingi la kuzingatia sana hapa ni hili.
Pesa hizi zote, iwe ni tier 1 au tier 2, ni akiba yako, ni zako kwa ajili ya ustaafu. Sio kodi. Sio kodi kabisa, tofauti na labda ushuru wa nyumba au ile bima mpya ya afya ya jamii, SHIF. Hizi pesa za NSSF zitakurudia wewe mwenyewe na riba juu yake utakapostaafu. Hilo ni muhimu sana kulielewa. Watu wasifikiri ni makato mengine tu yanapotea, ni akiba yao. Lakini walidokeza kuna kitu kuhusu tier 2, kwamba kuna chaguo fulani. Ndiyo, hapo kwenye tier 2 ndipo kuna unyumbufu kidogo. Sheria inaruhusu kitu kinaitwa contracting out, au kwa Kiswahili rahisi, kuchagua mpango mbadala. Kuchagua mpango mbadala inamaanisha nini hasa? Inamaanisha wewe na mwajiri wako mnaweza kukubaliana kwamba ile michango yako ya tier 2 badala ya kuipeleka NSSF iende kwenye mpango mwingine binafsi wa pension. Lakini si mpango wowote tu. Lazima uwe umeidhinishwa. Lazima uwe umeidhinishwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Mafao ya Kustaafu, yani RBA, Retirement Benefits Authority. Mfano mzuri ni kama Zimele. Natamka Zimehele. Zimele, nimesikia wakiwataja. Kwa hiyo, kama mwajiri na mfanyakazi wamekubaliana, wanaweza peleka tier 2 Zimele badala ya NSSF. Kama Zimele ni mpango ulioidhinishwa na RBA kwa ajili hiyo, ndio. Sasa hii inaleta majukumu mapya kidogo kwa pande zote mbili, si ndio? Mwajiri na mfanyakazi. Kabisa. Mwajiri ana majukumu kadhaa. Kwanza, lazima awasajili wafanyakazi wake NSSF. Pili, kuwasilisha michango kwa usahihi na kwa wakati. Tier 1 inaenda NSSF, lakini Tier 2 inaweza kwenda NSSF au kwenye ule mpango mbadala uliochaguliwa. Na pia kutoa taarifa. Kuwasilisha ripoti kila mwezi NSSF, na pia kutoa mafunzo au taarifa kwa wafanyakazi kuhusu haki na wajibu wao chini ya sheria hii. Na kwa upande wa mfanyakazi sasa, wajibu wangu ni nini? Wajibu wako mkubwa ni kuwa macho. Kwanza, hakikisha unafuatilia slipu yako ya mshahara na taarifa zako za pensheni. Angalia kama kweli michango yako inawasilishwa ipasavyo. Pili, ukihama kazi, usisahau kuhusu akiba yako iliyobaki kwenye mpango wa mwajiri wa zamani. Futilia. Unaweza hata kuomba kuunganisha mafao yako kutoka kazi tofauti ulizofanya. Kuhusu kuunganisha mafao, hilo linawezekana? Ndiyo, linawezekana chini ya taratibu fulani. Na tatu, kama unapendelea mpango mbadala kama Zimele kwa ajili ya tier 2, unaweza kumshawishi mwajiri wako ili achague huo mpango kwa ajili yako na wafanyakazi wengine. Kwa hiyo kuna haja ya mazungumzo kati ya mwajiri na mfanyakazi kuhusu hili la tier 2. Ni muhimu sana, na mchakato wa kuchagua mpango mbadala unahusisha kujaza fomu maalum, kuwasilisha RBA kwa idhini na kisha kuanza kuchanga kwenye huo mpango mpya. Sawa. Na kuna faida gani hasa za kumshawishi mwajiri wangu tuchague mpango mbadala kwa tier 2? Kwa nini singeacha tu iende NSSF? Kuna faida kadhaa zinazoweza kuwepo. Kwanza, mipango binafsi kama Zimele inaweza kukupa fursa ya kuwekeza pesa zako katika aina mbalimbali zaidi za vitega uchumi. Sio tu vile ambavyo NSSF inawekeza. Aina mbalimbali zaidi. Hilo ni zuri. Tatu, kuna uwezekano, na nasisitiza uwezekano, sio uhakika, wa kupata faida kubwa zaidi kwenye uwekezaji wako ikilinganishwa na mpango wa msingi. Lakini kumbuka, uwekezaji wowote una riski zake. Sawa, uwezekano wa faida kubwa zaidi. Nyingine. 4, unapata unyumfuko. Kama unataka kuchangia zaidi ya kile kiwango cha lazima cha tier 2 ili kukuza akiba yako kwa haraka zaidi, mipango mingi binafsi inaruhusu michango ya hiari, voluntary contributions. Kumbe unaweza kuongeza na wewe mwenyewe zaidi ya ile 6%. Katika mipango mingi binafsi, ndiyo, hilo linakupa udhibiti zaidi kidogo juu ya akiba yako ya uzeeni. Hizi zinaonekana kuwa faida nzuri. Lakini, unajua, licha ya haya yote, bado kuna watu wengi wanadhana potofu kuhusu kustaafu na kuweka akiba. Sio? Watoto wangu watanitunza nikizeeka. Wengi wanaamini hivyo. Lakini mifumo ya kijamii inabadilika. Kutegemea watoto sio jambo la uhakika tena kama zamani. Familia zina majukumu mengi.
Na wengine wanafikiria biashara zao ndio zitakuwa pensheni yao. Biashara yangu itanitunza milele, lakini biashara inahitaji muundo imara. Na muhimu zaidi, wewe mwenyewe hutakuwepo kuiendesha milele. Afya inaweza isiruhusu, soko linaweza kubadilika. Na vipi kuhusu wale walio kwenye sekta isiyo rasmi, watu wa jua kali? Wanafikiri pensheni siyo yao. Dhana nyingine potofu hiyo. Wao ndio wanaihitaji zaidi pengine, na mipango kama Zimele inatoa suluhisho kwao pia. Unaweza kuanza na kiasi kidogo sana, hata shilingi 100 tu, na unachanga kadri unaopata, sio lazima kila mwezi. Kumbe, hata mtu wa bodaboda, mama ntilie, anaweza kujiunga. Kabisa. Kuna unyumbufu mkubwa. Pia, kuna watu hawaamini mipango ya serikali. Ni kweli, hilo lipo. Ndio maana fursa hii ya kuhamisha Tier 2 kwenda mpango binafsi inatoa njia mbadala kwa wale wenye wasiwasi huo. Na mwisho, tafadhali, watu wasifanye kosa la kuchukua akiba yao ya kustaafu na kuanza biashara ambayo hawaijui vizuri au yenye hatari kubwa. Hilo ni hatari. Hatari sana. Takwimu zinaonyesha asilimia kubwa ya biashara mpya zinashindwa katika miaka michache ya mwanzo. Akiba ya ustaafu sio mtaji wa kuchezea. Basi ni wazi kwamba kuweka akiba ni muhimu sana. Lakini tuwakumbushe wasikilizaji, kwa nini hasa ni muhimu kuanza mapema iwezekanavyo? Kuna sababu kuu kadhaa. Ya kwanza, wataalamu wanasema ili uendelee kuishi maisha yenye hadhi nzuri baada ya kustaafu, utahitaji mapato ambayo ni takribani 72 milioni ya yale uliokuwa unapata kabla ya kustaafu. Hiyo inaitwa net replacement ratio. 70%, sio kidogo. Sio kidogo. Pili, na hii ni muhimu sana, ni nguvu ya riba mkusanyiko au compound interest. Hata kama unaweka kiasi kidogo cha pesa, lakini unaanza mapema, ile faida inaanza kuzalisha faida nyingine. Kadri muda unavyoenda, pesa yako inakuwa kwa kasi kubwa sana. Mfano mdogo labda. Fikiria watu watatu. Mmoja anaanza kuweka shilingi 5,000 kwa mwezi akiwa na miaka 25. Mwingine anaanza kuweka kiasi hicho akiwa na 35. Watatu anaanza akiwa na 45. Yule alianza mapema zaidi, hata kama kiwango ni kile kile, atakuwa na akiba kubwa zaidi kwa mbali atakapofika umri wa kustaafu kutokana na ile nguvu ya riba mkusanyiko. Kwa hiyo kuanza mapema ni ufunguo muhimu sana. Tatu, kuna manufaa ya kodi. Michango unayotoa kwa ajili ya pension inapunguzwa kutoka kwenye mapato yanayotozwa kodi hadi kufikia kiwango fulani kilichowekwa kisheria. Hiyo inapunguza kodi unayolipa sasa. Pia, mapato yanayotokana na uwekezaji wa pesa zako za pension huwa hayatozwi kodi wakati yanapokuwa. Na hata unapostaafu na kupokea donge lako nono, sehemu kubwa ya fedha hiyo, hadi shilingi 600,000 kwa sasa, huwa haitozwi kodi. Faida za kodi nazo ni muhimu kuzijua. Lakini kuna jambo moja ambalo huwa linasahaulika sana hadi tufike uzeeni: gharama za matibabu. Hili ni jambo kubwa mno, kubwa sana. Utafiti unaonyesha kuwa gharama za matibabu zinaweza kumaliza karibu nusu, yani 50% ya akiba yako yote uliojiwekea kwa ajili ya kustaafu. Nusu? Hiyo ni nyingi sana. Ni nyingi mno. Watu wanapostaafu ndipo mara nyingi magonjwa sugu huanza kujitokeza zaidi na gharama za matibabu huwa juu sana. Hii inasisitiza kwa nini unahitaji kuwa na akiba ya kutosha na mpango thabiti. Kwa hiyo tukijaribu kufunga mjadala wetu kwa leo, mambo muhimu ni: sheria mpya inalenga kukuongezea akiba yako ya lazima kwa ajili ya ustaafu. Unahitaji kuelewa tofauti kati ya Tier 1 ambayo lazima iende NSSF na Tier 2 ambapo kuna fursa ya kuchagua mpango mbadala ulioidhinishwa. Kabisa. Na la muhimu zaidi ni kwamba kila mtu, haijalishi unafanya kazi gani, umeajiriwa au umejiajiri, anahitaji kuchukua hatua sasa hivi kupanga maisha yake ya baadaye kwa kujiwekea akiba. Ni hivyo hasa. Na labda tuwaachie wasikilizaji wetu wazo hili moja la kutafakari zaidi. Tunasikiliza. Sasa tukijua kwamba gharama za matibabu
zinaweza kula karibu nusu ya akiba yako yote ya kustaafu. Na tukijua pia kwamba sheria hizi za sasa za pension zinakupa fursa ya kukusanya fedha, lakini sio bima ya matibabu baada ya kustaafu. Yaani, pesa ni zako, lakini hazihakikishi matibabu moja kwa moja. Hasa, swali la kujiuliza ni hili: unawezaje wewe binafsi kupanga kimkakati akiba yako ya ziada, ile ambayo utaweka juu ya hii michango ya lazima ya NSSF, ili kujenga kinga mahususi dhidi ya hizo gharama za afya za baadaye, ili zisije zikateketeza kila kitu ulichopanga kwa ajili ya maisha yako mengine ya ustahafu? Wazo zito hilo wa kufikiria, jinsi ya kupanga akiba ya ziada ili kujikinga na gharama za afya. Asante sana kwa uchambuzi huu wa kina. Asante pia. Ni matumaini yetu umepata mwanga zaidi